Katikati ya furaha waliokuwa nayo wananchi kaingia taarifa ya huzuni ambayo ni ngumu kuikwepa na ni lazima kila mwanayanga isikie. Afisa habari wa klabu ya Young Africans ameweza kufafanua hali ya Pacome Pedro Zouzoua ambaye alitokea katika mchezo wa jana wa mwisho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania. Mnamo dakika 45 za kipindi cha kwanza, Pacome alipata majeraha ambayo yalimgharimu kutoka nje. Hatimaye leo afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani kama ameweza kufafanua hali yake kwa sasa, anaendeleaje na wamefikia wapi. Katikati ya furaha ya wananchi wakati wanaburudika ubingwa mara 5 mfululizo, inaingia taarifa ya huzuni. Ni mbaya kuikwepa lakini ni muhimu. Hii ndio taarifa mpya ya Pacome Pedro Zouzoua ambayo afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe ameweza kuifafanua kwa kina. Lakini kabla hujamsikiliza na kutusikiliza sisi na kukupa sisi taarifa hiyo ya Ali Shabani kama alichozungumza kunako hali ya Pacome Pedro Zouzoua, nikupe tu taarifa njema kutoka Yas kushirikiana na Data Sports wanakuletea ruta safi kwa $250,000 tu. Unajipatia ruta yako safi kwa ajili ya kupata internet kuendelea kuburudika wakati Young Africans wanaenjoy. Lakini taarifa za Pacome na taarifa nyingine nyingi lazima unazipata ukiwa na ruta yako safi ambayo inapatikana hapa Data Sports kushirikiana na Yas. Unaweza kuwasiliana, namba zinapitishwa hapo chini. Kumbuka unaweza kuunganisha watu zaidi ya 30 na kuendelea mkaendelea kufurahia au kuburudika kama ni huzuni kama mwana Yanga, na kuendelea kuomba dua kwa hichi ambacho kilimkuta Profesa siku ya jana katika mchezo wao wa mwisho wa ligi kuu, mchezo wa 30 wa ligi kuu ya NBC. Kwa taarifa ambayo nilitaka tu nikujuze ni kunako ruta safi za Yas ambazo zinapatikana hapa Data Sports kwa $250,000 unajipatia ruta yako safi ya 5G, unaendelea kuburudika maisha. Bakari Kasim, katikati ya furaha inaingia huzuni wakati mnasherehekea. Ushikuta iliyo kutokea ni scenario niliona watu wakati wanasherehekea, bahati mbaya akadondoka mama katikati ya harusi. Ule mama akafariki na alikuwa na cheo kikubwa. Kwa ina maana hata harusi ile sherehe inavunjika pale badala ya kufikiria tena harusi hicho kinaendelea, mnaingia kwenye huzuni. Hicho ndicho ambacho kimewakuta Young Africans siku ya jana. Uko vizuri? Lakini niko vizuri kabisa. Taarifa hiyo umeipokeaje ya Young African? Ni taarifa ambayo ukiwa kama mpenzi wa soka, ukiwa kama mdau wa michezo na burudani katika kiwanda cha mpira wa miguu, sio Tanzania tu, ni dunia nzima, taarifa ya majeraha haijawahi kuwa taarifa yenye kuvutia. Na kila siku huwa mimi nasemaga kwamba adui wa kwanza wa mchezaji ni majeraha. Majeraha yameua vipaji vya nyota wengi sana duniani. Majeraha yamepunguza performance ya wachezaji wengi sana duniani. Ukitazama jeraha ambalo amelipata Pacome, tuliweke vizuri kabla hujaanza kumwaga, maana ulianza kumwaga madini yote. Taarifa ikufikia kwamba Pacome Pedro Zouzoua amefanyiwa upasuaji siku ya jana baada ya kupata majeraha katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Amesema afisa habari wa klabu ilikuwa ni makubaliano kuhakikisha anaweza kufanyiwa upasuaji usiku huo wa jana kwa sababu jeraha alilopata ni mbaya. Sitaki kurudia, hata mwenyewe aliyetoa taarifa hakutaka kufafanua sana jeraha kwa sababu kila mtu naamini aliweza kushuhudia jeraha alilopata akifanywa na Hassan Abdulhabi, mchezaji wa JKT Tanzania kipindi cha kwanza cha mchezo wa mwisho wa ligi kuu. Hivyo atakuwa katika uangalizi wa madaktari. Kwa upande wa Young Africans wamesema atakuwa chini ya uangalizi takriban wiki 6. Hiyo ni taarifa ya Young Africans, then ndipo atakuja kutoa taarifa kamili atakaa nje kwa muda gani au atakuwa na mambo mengine. Lakini kwa sasa wamesema jana amefanyiwa upasuaji saa 8 usiku na kwa sasa yupo katika uangalizi wa madaktari ambao atakaa takriban wiki 6. Hivi wiki 6 ni sawa na mwezi mmoja? Mwezi mmoja na wiki 2. Yes, kwa atakuwa katika uangalizi wa madaktari kwa wiki moja na mwezi mmoja na wiki 2 akitazamwa hali yake, then ndipo Young Africans watakuja juu kutoa taarifa. Lakini hapo ukishikilia, JKT Tanzania asubuhi ya hii leo waliweza kutoa taarifa ambayo wakiomba radhi kutokana na kile ambacho kilitokea katika mechi yao ya Young Africans dhidi ya JKT, kwamba uongozi hapa na kusomea barua na utakuwa unaitazama hapo ya uongozi wa JKT. Anasema kwa taarifa kwa umma, uongozi wa JKT umehuzunishwa na tukio la kuumia kwa mchezaji wa Young Africans Pacome Zouzoua aliyeumizwa na mchezaji wao Hassan Abdulhabi katika wakati wakiwania mpira katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara JKT Tanzania uliochezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo tarehe 30 Juni mwaka 2025. Alikosea mwandishi hapo, badala ya 26 aliandika 25. Ni swala la kuweka kwa niaba ya mchezaji wa
kwa niaba ya timu ya JKT Tanzania, Hassan Wahabi na uongozi tunaomba radhi kwa tukio hilo ambalo halikuwa la makusudi la kusababisha kumvunja kwa maumivu makali kwa Pacome Zouzoua lilomtesa na kumuumiza fikra mchezaji wetu Wahabi kutokana na maumivu aliyoyapata Pacome ambayo hayakusudia wala kuyatarajia. Aidha, uongozi wa JKT Tanzania unatoa pole kwa dhati kwa mchezaji Zouzoua na tunaomba kwa Mwenyezi Mungu apone haraka na arejee katika hali yake ya kawaida, acheze katika kiwango chake na ubora wake wa siku zote. Imetolewa na Idara ya Habari na Mawasiliano Tanzania. Huwa namalizaga na kauli yako kwamba kichapo cha kizalendo. Huwa ndio kauli ya JKT Tanzania, jeshi la kujenga taifa. Hayo ilikuwa ni taarifa ambao walitoa asubuhi leo kufuatia tukio ambalo lilifanyika katika uwanja wao Meja Jenerali Isamuhyo na mchezaji wao Hassan Wahabi ambaye alifanya tukio hilo wakati wanawania mpira mguuni. Wameweza kueleza kwamba mchezaji naye amehuzunika au amefadhaika kutokana na kila ambacho kilitokea au alichokifanya hakutarajia, labda na swala la kwenye uwanjani. Tumzungumzie Pacome kidogo kwa hali aliyopata na scenario nyingine hii kwa mchezaji. Tayari umezungumza kwamba adui mkubwa wa mchezaji ni majeraha. Pacome tayari amepata majeraha ambayo kwa sasa anahitaji wiki 6 sawa na mwezi mmoja na wiki 2 kwa chini ya uangalizi wa madaktari. Na hizo wiki 6 sio kwamba ni inatugarantii kwamba atakuwa sawa. Hizo ni kama approximate kwamba watu kwamba yani kwamba ni kama kitu ambacho tunategemea kwamba inaweza ikawa hivyo. Sasa hapo inategemea na speed yake ya recovery na mwili wake jinsi ambavyo una heal kwa haraka au kwa kuchelewa. Kizungumzia aina ya jeraha ambalo amelipata Pacome Zouzoua, Bwana Hassan, kama utakuwa nakumbuka, ni aina majeraha ambayo alilipata Alexander Isak wa Liverpool pamoja na Oscar Bobby akiwa mazoezini pale Manchester City. Ni majeraha ambayo kama utakosa huduma bora yanaweza kumfanya mchezaji akae nje kwa kipindi kirefu sana. Na uzuri kwa sikiza Yanga wenyewe wamesema atapatiwa matibabu ambayo yanaendana na kiwango cha jeraha ambacho amekipata. Ukiutazama muda ambao Pacome Zouzoua anaenda kufanywa ile faulo, alikuwa na kasi akikimbiza mpira, alimwacha mchezaji wa kwanza wa JKT Tanzania anaenda kupata mpira, ambapo Hassan Wahabi beki wa JKT Tanzania alikuwa tayari kashamkosa Pacome na kashakosa mpira. Alichofanya ni nini? Alikuwa mtu wa mwisho, badala ya kwenda kucheza mpira, hatujui kwamba alizamilia au ilitokea kwamba ndio ile tempo ya mchezo, aenda kugusa mguu wa Pacome Zouzoua. Alipogusa mpira, hili akumletea shida sana Pacome Zouzoua. Shida alivyoenda kuanguka, ule mguu ni kama aliburuza chini. Kwa picha za marejeo ambazo hauwezi kuzirudia hata mara 2 au mara 3, inaonyesha kwamba ni mguu ni kama ulikuwa umepinda kwa kiasi fulani. Hali ambapo alikaa pale chini, wakamvua viatu na matibabu mengine ya awali yaliendelea. Na nimeona baadhi ya wadau wakikosoa kwamba kulikuwa na huduma duni ya kwanza pale uwanjani. Na kitu kingine ambacho yule daktari ambaye alikuwa anawajibika na kumtibia Pacome Zouzoua pale kumpa ile huduma ya kwanza, ni alionekana ameshika kichwa. Ni kitu ambacho kiliongeza taharuki. Daktari ambaye unapaswa huduma ya kwanza au unashika kichwa, maana yake inaonyesha kwamba ni ukubwa wa jeraha kiasi gani ambao ameupata mchezaji wa Yanga. Ukitazama Pacome hakuwa na msimu bora sana msimu. Alikuwa na zile pandashuka nyingi, alikuwa anajaribu kurudi kwenye kiwango chake. Rejea hata game ambayo alifunga na Azam ni kama anaonyesha ishara ya kuwaziba mdomo watu ambao wanaongea kuhusu kiwango chake, alikuwa anakosoa. Kwa hiyo tulitegemea labda amalize msimu akiwa vizuri, ila akienda pre-season ajipange akiwa na hali mpya. Lakini kwa bahati mbaya anakutana na majeraha ambayo kama hatakuwa imara kiakili yanaweza kumsababisha pia apate tatizo ambalo atahitaji mwanasaikolojia mzuri kwenda kumweka sawa. Ni jeraha ambalo kuelekea ni mwisho wa msimu, ni klabu iendelee kumhudumia vizuri na yeye aendelee kufanya ile mazoezi ambayo atakuwa anapewa kwa mujibu wa daktari. Kwa maana kama kiriski kidogo tu tunaweza tusimuone Pacome yule ambaye tumezoea kumuona. Na majeraha amekuwa na kasumba kuondoka na viwango vya wachezaji ambao tumekuwa tukiwaona. Kuna baadhi ya nyota wengi wamekaa nje kwa sababu ya majeraha, akiendelea kuwatesa. Tulikuwa tunamtazama, kuna scenario ya Canada kusema huwezi kuifanisha sana na Pacome, lakini kama zinaendana, aliipata Ismail Kone mchezaji wa Canada. Nilikuwa napitia taratibu zake, yeye anatarajia kukaa nje kwa jeraha alilopata. Atakuwa nje kwa takriban wiki 6 za kwanza za madaktari ambazo zinaenda mpaka wiki 12 chini ya uangalizi. Wiki 6 mpaka 12 hiyo ni sawa na miezi 2 ambayo atakuwa nje na wiki kadhaa hapo kwa ajili ya uangalizi. Huyo ni Ismail Konate, lakini baada yake hapo tunatarajia, wamesema baada ya atabidi aanze mazoezi binafsi ya taratibu. Yale mazoezi yanaweza kumchukua miezi 2 mpaka 3 ndipo anakuja kurejea. Kwa hiyo ukihesabu mpaka anakuja kurejea
kiwanjani kabisa anahitaji mpaka miezi 3 mpaka 6. Kwa hiyo ina maana kama ni Pacome naye ukitangalia tayari wiki 6 tunatarajia kumuona, ni kutokana na ile namna ya kulikava. Nilikuwa namtazama Jamali Msiala, naye aliumia mzunguko mwaka jana uliopita, lakini amekuja kurejea World Cup msimu huu kwenye mechi za Germany. Msimu huu alionekana padogo sana, au alionekana kwa uchache sana kutokana na majeraha ambayo aliyapata, na hivi sasa amerejea. Kiwango chake tunaendelea kukiona. Kwa baadhi ya majeraha aliwahi kuondoka na nyota wengi ambao tunawafahamu, na majeraha yamekuwa akiwatesa baadhi ya wachezaji, na wengi wao wakiondoka, na wengi wao wanaendelea kukosa ugari. Na ikumbuke Pacome ni mchezaji wa kulipwa, ni mchezaji, na maana ni mchezaji kutoka nje, sio mzawa. Laita angelikuwa mzawa klabu inaweza ikamfikiria, lakini unapokuwa tayari mchezaji wa kigeni unayekuja, kumbuka wachezaji wa kigeni wako limited by number, hilo nalo walikumbuka wana Yanga, lakini kutokana na quality yake. Kitu kingine ambacho unaweza kusifu Young Africans, wamekuwa na tamaduni ya kudumu na wachezaji wao. Mfano tumeona kwa Yao Kwasi ambaye amekaa takriban miezi 8 akiwa nje, na Young Africans bado waliendelea kumhudumia majeraha yake mpaka amepona na ameweza kurejea kiwanjani, tunamuona. Hii ni taarifa imekaaje, ukiachana na taarifa mbaya, lakini taarifa binafsi kwa mchezaji kama mchezaji, na dirisha ndo hili tayari alianza kuhusishwa na kuondoka sehemu kwenda mbalimbali katika dirisha hili. Jeraha alilopata ni kwamba linafifisha matumaini yake na kila alichokuwa na kiwaza mbele, na kukaa kutarget kwa ajili ya matibabu na kuendelea na Young Africans. Actual kama kuna timu ambazo zilikuwa zimeleta ofa kwa Pacome Zouzoua baada ya kuona hatari kama ile ya majeraha, kwa maana hata ungekuwa wewe Young Africans lazima tu urudishe ofa yako mfukoni, kwa sababu watu kuelekea msimu ujao hautahitaji tena mtu kuchukua mchezaji ambaye ana majeraha, ili kuchukua mchezaji ambaye yupo fit enough, ambaye moja kwa moja utaenda kumtumia kwenye kikosi. Na aina ambayo jeraha alipata Pacome Zouzoua inawezekana, mimi kwa uzoefu wangu kwenye masuala ya mpira wa miguu na kwa wachezaji ambao nimewashuhudia kwa majeraha kama hayo, tukaishuhudia 2026 ikiisha bila kumuona Pacome Zouzoua akigusa nyasi za uwanja. Kwa maana majeraha ambayo yana recover taratibu sana, na pia nategemea mwili wa mchezaji kwamba unapokea vipi kwenye kupona. Kwa hiyo kwenye issue ya Pacome Zouzoua nafikiri yupo kwenye klabu ambayo ina hiyo humanity ya kumvumilia mtu na huo binadamu. Tuliona kwa Balama Mapinduzi takriban mwaka mzima alikuwa nje na Yanga ilikuwa inamhudumia na kumpa stake zake kama ilivyokuwa. Tumeona kwa kasi ya tola yao. Labda Yanga ingeweza kuachana naye, lakini imemvumilia. Leo anawapa kile kitu ambacho wanakiona. Kwa Pacome Zouzoua ni mchezaji nyota kinara, ambapo msimu huu Yanga Africans walivyokuwa wanaanza msimu, ukisema nyota wa Yanga ni nani, ilikuwa linakuja jina la Pacome. Kaja kabla dirisha dogo kuja Alan Okello na kuovercome ule upepo wa Pacome na kubeba yeye. Kwa hata kumsikia msemaji kwamba Yanga itamhudumia, na amepata jeraha akiwa anaihudumia klabu ya Yanga, ni sehemu ya kazi zake. Kwa hiyo kama kuna ofa imekuja na itakuwa imerudishwa na timu iliyoleta ofa kutokana na aina majeraha, lakini kitu ambacho nina uhakika nacho, Yanga haitoacha kumhudumia Pacome mpaka atapokuwa sawa, kwa sababu ameumia, alikuwa anapambania beji ya Yanga Africans, alikuwa anapambania klabu. Na hata ukimsikiza rais wa Yanga, kuna kipindi aliendaga Malawi kucheza na ile timu ya benki ile, walikutana na CB. Yes, ya benki ni sio Ethiopia, kama ni Malawi ilikuwa ni Silver Striker. Silver Striker. Ndio, kama nakumbuka kulikuwa na, kama nitakuwa nakumbuka ni mke, ni kama sio mke basi walienda kwa mchezaji aliwahi kuwa kocha wa klabu ya Young Africans kwenda kumtembelea katika kabari lake. Hasa yule mama ambaye alikuwa kama sio mke wake basi ni mama yake, alikuwa katika hali ya maradhi makubwa, lakini Yanga walionyesha ubinadamu wao na kumwahidi kwamba wanaweza wakamhudumia. Kwa leo wana Pacome Zouzoua ambaye ni mchezaji wao ambaye kaumia akiwa anaitetea nembo ya Yanga. Kwa kumhudumia ni jukumu lao. Kwa naona Pacome kwamba atapatiwa matibabu kwa mujibu wa madaktari. Sasa kinachobaki, wachezaji wengi wakiwa kwenye hali hiyo ya matibabu kwa nje ya uwanja, huwa wanaongeza na mambo mengine ambayo ya nje ya uwanja ambayo yanawapelekea kutofikia matarajio au muda ambao madaktari wamewapangia. Kwa Pacome ni professional player, sina shaka na professionalism yake. Kama atachukua maagizo ya madaktari kama vile ambavyo ataambiwa, atafuata zile taratibu za kulikava, tunaweza tukamwona mwakani mapema sana kirudi uwanjani. Lakini kwa mwaka huu sio msimu tu, mwaka msimu 2026 nadhani ni imeisha kwa Zouzoua. Hiyo ilikuwa ni taarifa ya Pacome, amemaliza hivyo Bakari Kasimu. Taarifa ambayo tulikuwa tunakuletea mwana Yanga ni taarifa ya hali ya Pacome ambayo tangu jana ilizua taharuki mitandaoni, watu wakijiuliza Pacome kulikoni. Hila afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani kama ameliweka wazi kwa sasa jana usiku amefanyiwa upasuaji na kwa sasa yuko chini ya uangalizi wa madaktari takriban wiki 6. Atakuwa chini ya uangalizi, madaktari wakiendelea kutoa mwendelezo wake au taarifa mwenendo wake
taratibu. Baadaye sasa ndipo atakuja kutujuza kuwa Pacome atakuwa nje kwa muda gani, lakini tumeweza kukupa scenario za baadhi ya nyota ambao wamekumbana na jeraha sana la alilolipata Pacome, waliwahi kukaa takriban miezi 3 mpaka 6 ndipo wanakuja kurejea kiwanjani. Dua njema ni kumwombea Pacome aweze kurejea. Data Sports kushirikiana Data Sports na wadau wa michezo wote tunamwombea Pacome Pedro Zouzoua aweze kupona haraka na aweze kurejea katika majukumu yake ya kila siku kama mchezaji, ili aweze kuendelea kuvuta ugali wake, maana ugali wa mchezaji ni pale anapocheza. Alisimamia kamera si mwingine ni Alpha. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.